Maisha yangu na Bwana natengeneza Bwana anaja maisha yangu na Bwana
Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana kwa ona siku ya leo. Kabla sijasimama kwa madhabahu hii, lakini nashukuru Mungu kwa kuniwezesha kufika hapa hivi. Kwa leo, wiki iliyopita kwa Nyamukua tulikuwa na himizo, na himizo tulikuwa tumeona vile ambavyo Daudi maadui wake waliweza kutoa nguo zao. Simuliona? Mkajua Sauli Mungu hakusikia maombi yake. Si kweli? Sasa leo hii nikawaambia wewe ni mtu wa kipekee. Ni kwa nini wewe ni mtu wa kipekee? Kwa nini wewe ni mtu wa kipekee? Kwa sababu wewe ni mtu wa kipekee, tutaamini. Ndio maana leo niko hapa kukuambia wewe ni mtu wa kipekee. Kuwa mtu wa kipekee inafaa ufanye vitu tofauti na watu wengine. Si eti vile bendera inafuata upepo, pia wewe unafuata tu nini? Upepo. Sawa, tuamini. Mtu akisema twende njia ile, naona ile njia sio nzuri, mtoto wangu uko na haki ya kumkataza na kumwambia sitaenda hiyo njia. Ukitaka kujua wewe ni mtu wa kipekee, na sisi watoto wa mimi sisi ni watu wa kipekee, angalia mavazi yenu mmevaa. Mami alikuwa ni mtu wa kipekee. Mami alikuwa nabii wa kipekee. Tabia zenu ni tabia za kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia matendo yako, matendo ni mami alifanya na manabii wengine hapa duniani, saa hizi ni tofauti na wale manabii wenye wako sasa hivi. Ukitaka kujua wewe ulikuwa kipekee, kuna wahubiri wengine chenye wanafanya, wanalipa mtu pesa ili apigwe mdomo, alafu anakuja kwa madhabahu, anajifanya anaomba, alafu ndio mdomo afanye nini? Airudishe. Si kweli? Lakini mami Mungu alimwekea nini? Mkono. Mami Mungu alimwekea kipawa. Ambapo mami ukiwa ukifika hapa, kama wewe ni mgonjwa, alikuwa anakuambia mtoto wangu ni mgonjwa, na ulifika Yerusalemu, maponyaji ilikuwa wapi? Yerusalemu. Leo hii kuambia wewe ni mtu wa kipekee, ni mtoto wa mami. Mami ni vile alikuwa mtu wa kipekee. Maombi yake imetutembeza mahali pengi sana. Sasa acha tuangalie, kuna manabii pia walikuwa wa kipekee duniani. Na manabii mmoja wao alikuwa ni Musa. Alikuwa wa kipekee. Lakini kunaye mwenye alikuja akawa zaidi ya nabii. Kuna manabii wangapi? Wawili. Lakini kunaye alikuja akawa zaidi ya manabii. Bwana Yesu asifiwe. Fungua na mimi kitabu cha Waebrania 3, Waebrania sura ya 3, kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Kwa imani mtoto wa mimi, wacha isome. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tutasoma kitabu ni waraka wa Ibrania mlango wa 3, soma kuanzia mstari wa kwanza. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa muungano yetu Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari yetu, daraja letu
mpaka mwisho. Na Bwana bariki maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Shome. Bwana Yesu asifiwe tena. Hiki kitabu nashukuru Mungu kukileta na kutueleza vile leo inavyokuwa. Shome. Hapa kuna manabii wawili wa Shome. Kuna nabii Musa. Kuna nabii Musa. Musa alikuwa ni nabii pale Israeli, na Mungu alimtumikia kufanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kumtumikia kufanya kazi yake, hivyo ndivyo ambavyo mami alitumiwa kufanya kazi yake. Mungu alitumia mami kufanya kazi yake ili wewe usipotelee kule nje, ili wewe uweze kujua neno la Mungu. Nasikia watu. Sasa Musa kuna vitu zenye alifanya pale Israeli. Alifanya vitu, lakini kunaye aliyekuja nabii mkuu ambaye alikuwa ni Yesu Kristo. Alifanya vitu zaidi ya nabii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, inasemekana hapa mtu mwenye anajenga nyumba ana sifa mingi kushinda nyumba yenyewe. Hii neno linasema ni yule mtu, ukiangalia vile nyumba zinajengwa au ukiangalia mjenzi akimaliza kujenga, watu wengine wanawadharau, lakini haifai udharau ule mjenzi, maana hiyo nyumba kama ingeenda vibaya, hiyo nyumba ingeanguka. Sasa mjenzi wetu wa roho yetu ni Yesu Kristo. Mjenzi wetu wa roho yetu ni Yesu Kristo. Sasa angalia, nataka tuangalie tu kidogo vile miujiza zenye Musa alizofanya wakati wake, na wakati Yesu alipokuja alifanya nini. Musa, washauri kitabu inasema Musa muujiza wa kwanza aliofanya pale Israeli, Musa alibadilisha maji ikawa damu. Bwana Yesu asifiwe. Alibadilisha maji ikawa nini? Damu. Wakati alibadilisha maji kuwa damu, mtoto wa mimi leo hii wewe ukienda kwako upate mfereji wako unafungua na maji leo kinatoka, si maji ni damu, utatumikia hiyo maji? Mtatumikia maji wazee? Ni kumaanisha watu wengi walikufa na kiu, na kuna watu walifanya nini? Waliangamia. Sasa angalia huyu aliyekuwa nabii mkuu, vile Waebrania inatuambia, aliyekuwa nabii mkuu tena zaidi ya nabii, ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye wakati anakuja, Yesu Kristo anabadilisha maji. Wakati ameenda pale kwa harusi pale Kana, anabadilisha maji inakuwa divine. Musa alibadilisha maji ikawa damu, na watu wakafanya nini? Kuna baadhi ya watu walifanya nini? Walikufa. Lakini Yesu anabadilisha maji inakuwa divine. Hii divine watu wanakunywa, wanasherekea na wanapona. Hata wewe mtoto wa mama ufanye nini? Upone. Angalia muujiza mwingine mwenye Musa anakuja anafanya. Wakati kulikuwa na kikundi kilikuwa kimewainukia, kikundi kikubwa sana kikawa kimemuinukia, lakini chenye Musa, Mungu alipoongea na yeye akawaambia jitenge kando kidogo, anataka kuangamiza zile vikundi. Na kikundi kilikuwa zaidi ya watu 14,000, walikuwa watu wengi sana. Musa akajitenga kando kidogo, na Mungu akamwambia wacha uone chenye nataka kufanya nini? Nataka kufanya. Mungu akaamuru ardhi ikafungua kinywa chake, ikafanya nini? Wale watu wakafanya nini? Wakamezwa. Na nikakwambia siku moja, manunguniko sio kitu mzuri kwa Mkristo. Manunguniko sio kitu mzuri kwa Wajerusalemi. Sisi tulifunzwa neno moja, tulifunzwa upendo, na ndio tuliachiwa na mami. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Musa, maadui wake wote, ardhi inafunguka, inapasuka, na wanafanya nini? Wanamezwa. Lakini angalia huyu Yesu Kristo alifanya nini? Yesu Kristo alichokifanya ni hiki, mtoto wa mami. Yesu Kristo wakati watu wamemuinukia, watu wanataka kumwangamiza, Yesu Kristo chenye anafanya, Yesu Kristo anaenda msalabani kufanya nini? Kutufia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anafika msalabani kutufia, Yesu anaenda pale msalabani anasema Eloi Eloi laba.
Alafu anasema Mungu afanye nini? Uwasamee. Hata leo wewe mtoto wa mami, maadui wako leo tutafanya nini? Tuwasamee. Bwana Yesu asifiwe. Wanaokupiga vita, wachana nao, ufanye nini? Uwasamee. Sasa hivyo ndio vile Yesu aliyofanya kazi yake. Pale msalabani damu yake ikamwagika. Ile damu ilimwagika ili mtoto wa mami kukuokoa. Ile damu ilimwagika mtoto wa mami kukutoa kwa damu ya ukoo. Ile damu ilimwagika kukutoa kwa lahana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Musa, lingine lenye Musa anakuja analifanya lilikuwa tuna tofauti. Musa anaondoka kidogo, anaenda mlimani. Kwenda pale mlimani anaenda kuomba. Anaporudi anapata wana wa Israeli wanafanya nini? Wanaabudu miungu. Na Musa alikuwa na zile amri 10. Musa anafanya nini? Musa anachukua zile amri 10, anazipasua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa anazipasua. Lakini angalia huyu nabii mkuu alifanya nini wakati wake, ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo wakati anainukiwa na watu, Yesu Kristo wakati anaona dunia watu wameenda kwa uzinzi, watu wameanza kufanya vitu venye vinamkashifu Mungu, Yesu Kristo yeye anaamua kuenda kupasua pasia. Bwana Yesu asifiwe. Anaamua kupasua pasia. Anapopasua pasia, Yesu Kristo anapasua pasia na kuingia ndani. Ili mtoto wa Yesu Kristo alipasua pasia, hii pasia hakupasua tu ili atimwangalie mpasuliwa. Alipasua hata wewe mtoto wa mami leo hii uweze kumuona nani? Uweze kuongea na yeye, uweze kuongea na Mungu. Mtoto wa mami, shida zako hakuna kuambia jirani yako. Shida zako ni uende uambie Mungu direct. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kizuizi mtoto wa mami chenye kinakusumbua. Kuna kizuizi baadhi yetu vinatusumbua. Lakini leo Yesu Kristo amekuja kupasua pasia ili mtoto wa mami upate majibu yako. Mtoto wa mami, leo hii magonjwa inakufanya uwezi kuona Yesu Kristo pale mbele. Damu ya ukoo imekukalia mtoto wa mami, uwezi kufikia pale Yesu Kristo. Kuna wengine tunapigana vita tu inatufanya tuweze fikia Yesu Kristo. Lakini leo hii tunakataa hizo vitu zote na tunapasua pasia na tunaingia na tunaenda kuongea na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka leo tukanyage magonjwa. Leo tutafanya kitu tofauti. Wakati namalizia nataka tufanye kitu tofauti. Leo tutasimama kwa miguu zetu, tutajitakasa, tutakemea kifo, tutakemea magonjwa, tutakemea kisirani, tutakemea damu ya ukoo, tutakemea kuhangaika na tutakemea pia madeni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu Kristo anachokuja nakifanya tena, Musa anachokuja nakifanya, Musa anakuja anachukua fimbo wakati anataka kuvukisha wana wa Israeli kwenda nchi ya ahadi. Anachukua ile fimbo na kupiga kwenye maji. Na njia inapatikana penye hapakuwa na nini? Hapakuwa na njia. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe leo umekuja hapa kutafuta njia yako, na vile umefika hapa Yerusalemu, njia yako imefunguliwa. Waisraeli walishindwa, mbona tumekaa hapa hivi kwenye jangwa? Hata nieni tukae pale penye tulikuwa. Maana walikuwa wanasema kule kuna chakula, kule kuna makaburi, nieni wangekufia wapi? Kule. Lakini Musa hakuangalia hiyo. Musa aliweza kuwavusha na kwenda hadi ng'ambo nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka uangalie hivi. Na nitataka tutasimama kwa miguu zetu wakati tutakuwa nakimalizia. Tutasimama kwa miguu zetu ili tuweze kukanyaga huyo shetani. Sasa Yesu Kristo nabii mkubwa anayetambulika zaidi ya nabii anakuja kufanya nini? Yesu Kristo chenye anakuja kukifanya watoto wa mami ni tofauti na Musa. Musa yeye wakati alipiga fimbo kwenye maji iligawanyika na njia ikapatikana. Lakini Yesu Kristo wakati anaona mashua iko pale kwenye bahari, Yesu Kristo angojei ati kupiga maji njia ipasuke. Yesu Kristo anaamua kutembea juu ya maji na kwenda kufikia nini? Ile mashua. Bwana Yesu asifiwe.
hata wewe leo hii nataka utembee juu ya maji ili uweze kufikia baraka zako. Nataka utembee juu ya maji ili leo uweze kufikia matumaini lako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka usimame kwa miguu yako mtoto wa mimi. Yenye nasema Yesu nakupenda na wewe ulinipenda zaidi. Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, ulinipenda. Yesu nakupenda. Sasa uchako mtoa. Angalia vile umesimama tu hivyo. Yesu, wakati Yesu aliona ile mashua iko pale kwa bahari, Yesu hakuhitaji kukaa chini. Na tunai wewe mtoto wa Mungu huwezi kaa chini, huwezi tembea kama umekaa chini. Unahitaji kusimama ndio utembee ili uweze kufikia baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii Yesu alitembea juu ya maji. Kuna kizuizi mtoto wa mami inayokusumbua. Hii kizuizi inayokusumbua ni magonjwa. Leo hii nataka tukanyage magonjwa. Nataka tutembee kwa hii magonjwa. Magonjwa kwa chini yetu, nataka tutembee. Hata kwa sababu tunataka magonjwa. Nataka magonjwa kutoka. Nataka magonjwa kutoka. Nataka magonjwa kutoka. Nataka magonjwa kutoka hapo. Nataka magonjwa kutoka hapo. Nataka magonjwa kutoka. Huyu Yesu hahitaji tu mtoto wa mami atukuketi chini ili damu ya ukoo iondoke. Kuna watu tumelaniwa kwa damu ya ukoo. Umekuja Nairobi miaka 10 au haijafanikiwa, lakini kuna yule mwenye amekuja tu mwaka mmoja na amefanya nini? Amefanikiwa. Tunataka tukanyage damu ya ukoo. Anza kanyaga damu ya ukoo ikapate kushindwa. Angalia tena. Yesu Kristo hakungojea eti kukosa kazi inamfanya akae. Yesu Kristo aliamua kuweka mambo na kazi chini, akaamua kazi yangu iko pale. Sitangojea, lakini nitakanyaga nikitembea, nikienda kupata wapi hiyo kazi. Hata wewe leo mtoto wa mwenye una kazi, anza kanyaga kukosa kazi. Anza kanyaga kisiani kukosa kazi. Anza kukosa kazi kwa shule. Anza kukosa kazi. Anza kukosa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kwa familia yenu au kwa familia zingine, inakuwa kwa mwaka yezisha kama mtu hajakufa. Inakuwa ni kisirani imesukumwa, kama si ndugu yako ni mtoto wako.
hata hapa Yerusalemu. Saa zingine maombi ya amini inatusaidia, tunajikaza, mwaka imeanza vizuri, lakini inapoelekea kuisha unapata mshiriki afanya nini? Ametoweka. Si ni kweli? Leo hii tukanyage kifo. Hii kifo ya kuandama Yerusalemu. Mtoto wa mimi, Yesu anaacha laana yote. Yesu mpaka leo alikuja akakatajiwa ni kwao. Mtoto wa mimi, kuna damu tu inayokuandama. Unaenda kazini, mtoto wa mimi, hata hiyo kazi yenyewe wakutaki. Umepata bwana, umeoleka vizuri, lakini bwana anafika mahali hakutaki. Umepata bibi, mtoto wa mami, lakini bibi afanye nini? Hakukumwa. Hiki sirani tuanze kuikanyaga, kukosa ndoa, Bwana asifiwe. Hii magonjwa ya miguu imekuwa ikiandama watoto wa mimi wengi hapa. Hii magonjwa ya sukari imekuwa ikituandama hapa. Ulcers zinatuandama. Lakini wakati mamia alikuwa hapa, alikuwa anatembea mpaka hiyo ulcers. Mamia alikuwa anakuja hapa anakanyage. Sasa mbona mamia anafanya hivi? Hata pia kanyage hizo ulcers kwa kushinda. Kanyage hizo magonjwa kwa Yesu wakati kikundi kilimuinukia watoto wa mami, aliamua kwenda msalabani. Kwenda pale msalabani akalia Eloi Eloi. Na basi wadana akasema, Mungu wafanye nini? Uwasamehe. Leo hii tumekuja hapa, Yesu afanye nini? Atusamehe. Wengi tumekwazana hapa, lakini leo tumesimama Yerusalemu. Mungu awaambia tusamehe. Mungu awaambia tusamehe. Mungu awaambia tusamehe. Ambia Mungu awaambia tusamehe kwa hilo. Ambia Mungu awaambia tusamehe. Ambia Mungu awaambia tusamehe. Ambia Mungu awaambia tusamehe. Ambia Mungu awaambia tusamehe. Kukosea kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tupate baraka yetu. Na mbarikiwe watoto wa mami. Hii maombi wainue. Muinuliwe watoto wa mami. Mbarikiwe watoto wa mami. Usiache neno la Bwana. Mungu yu mwema. Haleluya, Mungu yu mwema.
tumebarikiwa, magonjwa tumekanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa kutoka hapa wiki ijayo tutamwamini. Kwa hiyo wiki tunaenda. Mungu wa mioyo inue. Mungu wa mioyo bariki. Akinue kiwango cha chini, akuweke kiwango cha juu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uambie mwenzako hivi. Angalia mwenzako. Mwambie hapa Yerusalemu kubarikiwa ni lazima. Mwambie kubarikiwa ni lazima. Angalia mwingine. Mwambie kama unataka chini ni shauri yako. Kama unataka chini lakini kubarikiwa ni lazima. Haleluya. Ningependa kufanya kitu lakini sijui kama mtaniruhusu kufanya kwa dakika 5 tu. Au nafikia penye Mungu wa miungu amefanya jambo. Sasa mami alikuwa mami wa kipekee. Alikuwa nabii wa kipekee. Nimekuguzilia nikwambia kuna manabii fulani wanalipa mtu pesa ili apindue nini? Ndomo. Lakini mami alikuwa akifanya miujiza yake hapa kwa hiyo madhabahu, hata sisi wenyewe tunashangaa. Si ni kweli? Ningependa kujua kuna mama fulani alikuwa na mtoto hapa. Mami akamwambia mtoto ataona. Huyo mama anaweza kuwa amekuja. Acha kuja. Haya, ningependa tu kwa hiyo dakika 5 tu nipate tu ule mshiriki wa zamani, ule wa kiwanja mzee. Atueleze tu ile tu muujiza yenye mami alifanya na pia kwa wazee nipate ushuhuda yenye mami alifanya si nipate mmoja atoa mami. Usikie ushuhuda atoa mami. Bwana asifiwe. Watu wa mami wanasemanga mami alikuwa anatuambia akikwambia kitu wewe unaona ni ndoto, wenye wanaona. Lakini nikitoka kwetu kwenye nilizaliwa nikitafuta hii kanisa nilikuwa nimevaa kiatu ya linakuanga ya open ya kamba. Nikifika pale Mo Junction nimeambiwa nifuate kofia ya blue na white. Nilipotezwa nikaambiwa hapana, nikawaambia hapana ni huko. Na ilikuwa ile wakati ya manyunyu. Nikifika kwa gate nilipata profesa. Nikifika mbele nikaona watu wa madoadoa nimepotea. Mami alipata sauti mali alikuwa akaniambia mtoto wangu hakuna kungine ni hapa. Na nikasema mwenye anaongea hapo wapi? Nilikimbia profesa bila alikuja ashike kidole. Mami alimwambia utalaniwa. Huyu wachana na yeye. Nilienda kwa miguu ya mami na akaniambia mtoto wangu liwe liwalo, shida imefanya nini? Imeenda. Mami alikuwa anatambua jambazi kutoka Naikuru. Alikuwa ameiba mashini. Na nilikuwa na kiwete nikienda na yeye. Ule kiwete wakati alisimama na mimi nilienda pale hivyo siwezi kusimama, natembea nikitetemeka, nilitoa sweta, nilitoka Yerusalemu kule kiwanja mzee na viatu kwa mkono. Wakati nilifika kwenye nafanya kazi, huyo mama mjaluo aliniambia kwenye unaenda, huyo mama anaona. Na ndio saa hii nasema hata nikiona mtu anaongea nasema hapana, yeye ajui mami ni nani, hata ajui Yerusalemu ni nini. Lakini kwenye nilitoka sipana yote mami alikuwa nayo. Kila kitu Mungu alipatia mami na kila mtu Mungu anajua bila alimleta. Hata ukisikia mtu akiongea, wewe sikia na hii ikipita. Na ukumbuke kitu moja, vijana na wamama na watoto na wazee. Tushikane hivi kitende. Yerusalemu hakuna ile kitu ambayo itatushinda. Kukanyaga ni kwa kipekee.
Kuongea ni kwa kipekee. Imani yetu ni ya kipekee. Si story ni mtoto anaongea. Anaongea ile kitu niliona na macho hivi. Nikasema, mami, ni wewe ni Mungu ama wewe ni nani? Akaniambia, mtoto, hata nikikwambia hautaelewa. Nikamwambia, mami, nyuma hata ukigonga hii tafanyanga hivi, narudi. Nilikuwa na kichwa ngumu, lakini mami alikuja akafanya nini? Akapoesha. Akaniambia, mtoto wangu, ukirudi nyuma tazika wewe. Akaniambia, mtoto wangu, utazaa. Akanipa vijana wawili. Ndio huwa nasema, nikikaa nikilala, hawe mwanangu, dada yangu, ndugu yangu, rafiki, mimi nilikuja peke yangu. Kwa hivyo tusimame ngangari. Nairobi hakuna ile kitu ambao kila mtu anajua. Kila mtu anajua. Hapana, angalia wewe nitafanya namna gani? Wakukuja hiyo, walikuja Mungu akuponye, upate chenye ulipata. Ushike na ile msalaba upeleke ujumbe. Mungu amlinde usiku na mchana sana dakika. Sikujua nitafika hapa siku ya leo. Na Mungu alikuwa na kisababu yake. Nashukuru Mungu wa mami mali alipo. Alinde Deri na Mose usiku na mchana. Ashike na branchi zote za Yerusalemu. Asituache kamwe. Malaika wote wenye alikuwa anatembea nao wazingire nyumba zetu. Nyumbani kwenye tumetoka, malaika wazingire huko. Alinda hadi jana. Wanapohubiri, tunaposhangilia, wanapata nguvu. Lakini tunapoanza kukua hivi, hawatainuka. Tuzidi kuwaombea. Kuna wengine ndani watapata hiyo sauti tena, watazuki. Mungu awalinde. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona mtoto wa mami, ile ushuhuda ametoa, yeye kule nje alikuwa anatafuta nani? Penye sauti ya mami liko. Na Jumapili iliyopita nilikuambia ulihangaika huko nje, ukafanya umalaya huko nje, kisirani kakuandama, magonjwa kakuandama, lakini wakati ulipofika Yerusalemu, majibu yako ilifanya nini? Ilijibiwa. Na majibu yake ilifanya nini? Majibu yake ilijibiwa. Hata wewe mgeni mwenye unakuja hapa leo, vile umefika hapa, majibu yako inafanya nini? Inajibiwa. Hata tusikie mwingine chenye kilifanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa nimesimamishwa kazi, nikakutana na mami hapo mwaka jana. Mami akaniambia utarudishwa kazi. Nikuja nikarudishwa kazi. Hiyo kazi ya mami alinipeleka kutoka 90 mpaka saa hizi. Alafu juzi wazungu walikuwa na meeting ya wafanyikazi. Kati ya hiyo meeting, mimi nilikuwa mmoja wao kuitwa na hao wazungu na wale wafanyikazi tunafanya nao. Ikasemekana kazi yangu ni nzuri, nitaendelea mpaka mwenyewe nichoke. Hapo awali mami alikuwa amenitabiria, akaniambia hiyo kazi utafanya mpaka mwenyewe utachoka. Kwenye mami alinitoa, sitasahau, ni hapa. Na Yesu asifiwe. Nafikiri mnaelewa kitu washomi. Kuna mwenye haelewi? Kuna mwenye haelewi? Nafikiri wageni mnaelewa. Mnaelewa alikosa kazi, lakini alipofika hapa, mami akamtabiria, kazi akafanya nini? Akaipata. Haya madhabahu yana nguvu. Haya madhabahu yana nini? Yana nguvu. Ndio nimekuambia Yerusalemu kubarikiwa si bahati. Nimekuambia wewe mwenzangu kubarikiwa ni lazima. Ni lazima. Asifiwe sana watoto wa mami. Asifiwe tena. Ni shukrani kubwa. Siku ya leo Mungu ametulinda, tumekutana siku ya leo. Shukrani ile ambayo ningependa kutoa, yale ambayo mami alifanyia ni mengi sana, lakini ya kwanza mimi
aliniokoa ama alinisaidia nikiwa standard 4. Nilikuwa nasomea hapa Muslim hapa. Nilikuwa mgonjwa sana. Mami alinipata kwa parapara na akaniombea, akasema mtoto wewe utapona. Umehangaika siku mingi lakini utapona, nikiwa standard 4. Hiyo ni shukrani kubwa sana kwa mami yale ambayo amenitendea. Kwa hivyo mami alitumwa, alikuja kusaidia wale watu ambao walikuwa na shida kubwa sana. Mimi mami yale ambao alinisaidia, akaniombea, akaniambia mtoto utapona, na ukipona utaniletea shukrani. Okay, nilileta shukrani. So yale mami yote aliniambia vile nitakuwa na ilitendeka. Kwa hivyo ni shukrani kubwa sana natolea kwa Mungu wa mami. Mami alitumwa, mami vile huyu mtoto wetu anasema, mami sio binadamu. Mami alitumwa akuje kuokoa ulimwengu, sio Kenya, ulimwengu. Nampelekea sana, asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe watoto wa mami. Nakemea maadui wa nyumba ya mami washindwe. Maadui wa nyumba sana tetu washindwe. Maadui wa Jerusalem washindwe. Nashukuru Mungu wa mami amenitoa mbali. Amenitoa mbali, nilikuwa mrefu mbaya sana. Nilikuwa hata nakumbuka ile wimbo ya mami alikuwa anaimba nikiingia kiwanja msee. Akiimba na umalaya nilienda lakini sikutosheka, na ulevi nililewa nakumbuka hiyo wimbo yenye mama aliniambia nikiwa mlevi kabisa, nimeacha hata pombe kwa nyumba. Nilikuwa nimekunywa pombe, naingia kutoa hapo na kunywa kwa 2 kwa siku, na nyingine anapatia mtoto anakunywa. Yote nashukuru, na hata sikuwa najua ni wapi kunawekewa, wapi naendewa maji. Okay, wote mpaka nikaona mtoto wa mami, sikuwa najua kanisa ya Jerusalem. Nikaona mshiriki anatoka Kawangware amevaa akano ya white, nikatoka kwa paa mbio, nikamfuata, nikasema ona malaika ndio huyo, malaika ndio. Nikafuata na huyo mshiriki ananitoroka kwa sababu nilikuwa kama chokora kabisa. Huyo mama alikuwa mshiriki wa hapa. Huyo mama akakuja akaniambia, nikamwambia nimetembea mpaka kwa ukanga, nimechoka, ninataka kunyoka, hata huyo mtoto ananichelewesha kufanya raha zangu. Mtu yule mama ametoa mbali, ukimtoa kwa hii kanisa ya Jerusalem ni laana. Kwa sababu kila mtu amekuja na sita zake zile zimemleta hapa. Akasema na ulevi nililewa lakini sikutosheka, sasa nimetambua kama nikaona hiyo kanisa nisimate sana, lazima nitashiriki pale. Nikaenda nikachukua pombe mbele kwa ndani ya nyumba, nikamwaka. Nikasema sasa hiyo kanisa ndio ndaendanga. Lakini maombi ya mami, nilikuja tu na nguo ya huyo mwendo wazimu. Mami alikuwa anaomba na beba juu, mami anakemea. Sikufikishia mami. Kufika tu hivyo Jumapili ile wiki nyingine kuenda Uganda. Sasa nilifika tu hivi nilipata ile wasimu ameshapona, watoto wa mami. Amepona. Hadi mami washinde. Nashukuru sana kwa hizo shukrani. Wale wenye wako wanajua kama wendazimu wanaweza pona, wamejua madhabahu iliponya nini? Wendazimu. Wale wenye walikuja wakiwa vipofu, wanajua vipofu walifanya nini? Waliona. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua huyu mnyama anaitwa panya? Mnajua panya? Ni kama wazee wajui panya. Wazee mnajua panya? Oh, mnajua panya. Sasa mami siku moja nikiwa nimekaa pale juu. Nilikuwa usiku sana. Panya ikapita mbio. Unaelewa kawaida panya kipita na ile panya ni kubwa kidogo. Unaelewa kawaida hao mama zetu mtaogopa kidogo, si ni kweli?
Sasa mami akasema Mzaire, hiyo nini nimepi? Akasema ni panya mami. Akasema na hiyo panya, hii panya ni mwerevu sana. Panya imetoka kwa shimo lakini imekuja kutafuta chakula wapi? Jikoni. Akasema hata Mkristo inafaa tuwe na akili kidogo kama ya nini? Kama ya panya. Kwa sababu gani nakwambia mtoto wa mami? Angalia panya. Panya akizaa mtoto wake anamzalia kule wapi? Kwa shimo. Si ni kweli? Lakini atatoka kule kwa shimo, atakazana tu avuke barabara, aseme mimi lazima niingie supermarket. Si ni kweli? Akifika pale supermarket anafanya nini? Lazima aume keki. Ile keki yenye mkubwa atakula pia panya pia anafanya nini? Sasa mami akaniambia, Mzaire usikae tu ndee. Panya kipita yaani alikuwa ananifunza mafunzo mengi sana. Sasa shoni tuwe werevu. Tusikae tu pale kwa shimo, tunangojea tu pale baraka zetu. Nimwambie leo hii tumekanyaga maadui, tumekanyaga magonjwa. Sasa chenye tunatarajia ni ushuhuda tu. Si niko watoto wangu. Mwende mbarikiwe sana, na muinulie, na Mungu awabariki. Tunakupenda Yesu, nakupenda kwa ajili Yesu, nakupenda kweli. Patia Mungu sauti yako tuone. Patia sauti yako tuone. Yesu nakupenda kusoma mimi. Alikuja msalabani kusoma mimi. Ilikuwasha kusoma mimi. Hakuna mwanadamu anayeweza kukuja msalabani kusoma. Nani akachukua duniani ili kuokoa kusoma mimi? Yesu anakupenda. Mungu anakupenda. Hata akikupenda mimi. Anasema kukuja kusoma. Yesu anakupenda. Thank you.
Ila wafiki. Wao